Yale ambayo ni maandamano ambayo yamekuwepo katika taifa la Kenya, hususan kwa siku mbili ambazo zimeweza kupita kufuatia bei ya mafuta kuweza kuongezwa, na hivyo basi tutakuwa tukijiuliza swali la iwapo maandamano yatasuluhisha lolote. Na pia ndani ya nyumba nitakuwa na wageni wangu ambaye kwa sasa yule ambaye amefika ni Francis Maina ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Tutakuwa tukizungumzia swala hili na pia tutaweza kufungamanisha na masuala mengine kama yale ya ufisadi pamoja na kuweza kuangazia tuone ni nini ambacho taifa la Kenya linahitaji ili kupata suluhisho, hususan wakati ambapo Wakenya wengi wanasema kwamba gharama ya maisha inazidi kupanda. Shukran sana kwa kuweza kuchagua TV47. Labda unaweza kuwa ukiwasiliana nasi kupitia njia zetu za mitandao. Facebook unaweza tufuatilia live ama mubashara ambapo ni TV47 Kenya, YouTube TV47 Kenya, uweze kuwa pamoja nasi wakati ambapo tunafanya mahojiano ama mjadala wetu kuhusiana na mustakabali wa taifa. Shukran sana Francis Maina kwa kuweza kufika. Karibu sana kwenye studio zetu za TV47. Asante sana. Naam, mpenzi mtazamaji, iwapo unajiunga nasi, kumbuka kwamba ni mjadala, awamu ya pili ya mjadala, tukiangazia mustakabali wa taifa. Ndani ya nyumba tunaye Francis Maina ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Pia tutakuwa tukimsubiria mgeni mwingine ambaye atatusaidia pia kuweza kuingia kwa kina zaidi kwenye mjadala wa siku ya leo. Na moja kwa moja tunaanza mjadala wetu. Labda Francis, wewe ukiwa mtaalamu na pia Mkenya, wakati ambapo tumeshuhudia maandamano kwa siku mbili ambazo zimepita, kumekuwa kuna maandamano kutokana na kupandishwa kwa bei ya mafuta. Labda wakati ambapo unaona masuala haya yote yanafanyika katika taifa la Kenya, kipi ambacho kinakujia? Je, siku za usoni za taifa la Kenya kutakuwa vipi? Habari ya wasikizaji, habari ya asubuhi. Na nataka kumsalimia, kumwambia katika miaka ile tumepita kutoka mwaka wa 24 tangu vita ya Oktoba 7 ianze huko Israel. Dunia mzima imekuwa na msahau wa vita kila upande. Tuko na vita ya Ukraine ikasababisha mafuta kupanda kwa sababu Russia iliwekewa vikwazo na manchi ya magharibi. Mafuta ikapanda kidogo, ikachuka tena. Sasa Wamarekani na Waisraeli wamevamia nchi ya Iran ambao wamefunga asilimia robo ya mafuta ya dunia yote mahali inatoka huko Persian Gulf. Ukiangalia Kuwait, Saudi Aramco, the biggest oil factory refinery in the world is Aramco. It's on the east coast of Saudi Arabia. Oil mahali mafuta inapatikana Saudi Arabia ni karibu na guba la Persian Gulf. Si upande huu wa Red Sea. Kwa hivyo mafuta yote mingi inapatikana hapo Iran, Qatar, Kuwait, UAE, Bahrain na Saudi Arabia. Wakati Amerika imeweka meli zao za kijeshi za wanamaji 3 hapo Gulf of Oman, hapo kama tungekuwa na mtu anaonyesha wananchi wenzetu waone, imefunga meli zote zisitoke katika guba la Persian Gulf. Nao Iran pale karibu na Strait of Hormuz wamefunga pia. Meli za kubeba mafuta yenye shehena inaweza beba crude milioni 2 kwa meli, 2 million barrels of oil, 3,200 zimefungiwa upande huu wa Strait of Hormuz. Wafanyikazi nini? Hiyo mafuta haitoki. Wenye kuchimbua hawachimbui. Natural gas ya Qatar haiendi mahali. So si ati ni nchi zimekataa kununua, ni mambo ya vita. Na vile vita inafanyanga because of the scarcity ya mafuta. Bei inapanda. Bei ilitoka 60 juzi February 27. Saa hizi mafuta iko 116 per barrel, almost twice the price. But the price of the twice is not sio shida. Hakuna mtu anaweza jitolea. China iko na nguvu ya kijeshi ya inaenda. India pia, Japan, Australia, Pakistan iko nuclear country.
nchi hizi zingine kama sisi watu wa Afrika. Sisi ni watu wa kwenda na ndoo. Hakuna mtu anatuheshimu. No. Kwa sababu Kenya, it can consume a whole ship of 2 million barrels of a chip. No. So sisi tunajaribu pengine kushikana na watu hapa na pale, tulete mafuta kidogo kidogo. Lakini hata kuleta ni shida. Wacha kusema G2G. There is nothing now G2G because hakuna mafuta inatoka katika guba la Persian Gulf. Kwa sababu ya kivita. Na nchi ya Iran imesema kama vita itarudi, itabomoa akina Aramco, akina Qatar National Gas Reserves, kila mahali. Watu wataenda mguu hapa na. Kuna Mkenya anajiuliza, ndio Afrika labda hatuagizi mafuta kwa wingi sana, lakini tunaona mataifa mengine kama mataifa jirani bado bei yao ya mafuta iko chini. Je, hilo utasema vipi? Ukienda unajua kuambiwa ate Tanzania wanakula chapati kwa sababu ya huko. Ukienda huko utakuta shida ile wako naye ni mingi kuliko hapa. Al Jazeera imechukua juzi, one of your competitors, Al Jazeera imechukua mjadala wa Ethiopia wa mafuta. Watu walikuwa wanasema mafuta huko iko bei rahisi. Mafuta ya Ethiopia mtu anatumia, anawekewa na vocha. Ukiwekewa lita 20 unakuja next week. Ujipange vile unaenda. Watu wamekaa siku 4 kwa petrol station. Ukigoja mafuta. Kumaanisha wewe unarithia kuona kwamba bei ya mafuta inapanda ama hali ilivyo katika taifa. Sasa nakuuliza, kama president ingekuwa ni majani ya chai na kahawa amenyima watu wangedemonstrate. Yeye anajaribu kutafuta mafuta kila mahali, anapata ile bei anapata, analeta. Mkisema mafuta isinunuliwe kwa sababu iko bei kali, mtakaa tu kawaida. Kwa sababu hakuna mtu ambaye ako na control ya mafuta. Ukienda Uingereza, nilikuwa naongeleza na rafiki yangu jana, alinitumia bei ya mafuta ya diesel Uingereza ni 321, petrol ni 260. Kwa hivyo hakuna mahali ati watu wako raha mstarehe. My family members are in the US, petrol iko $5 a gallon. Hakuna mahali ati maisha ya petroli iko mzuri.